Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo tumewaandalia makala inayohusiana na majani 8 ambayo yana faida nyingi sana kwa kuku. Kuna majani mengi sana ambayo yanapendwa na kuku. Na kwa ujumla majani yote yanakuwa yana faida mbalimbali kwa kuku. Sasa leo nimekuandalia majani 8 yenye faida nyingi na za muhimu kwa kuku. Kuna faida unaweza kuwa ni faida tu kwa kuku lakini zisiwe muhimu sana, lakini kuna majani mengine ni muhimu sana. Kuku akiyakosa unaweza usione matokeo mazuri. Sasa haya ni majani 8 ambayo yanapatikana sehemu yoyote ile ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mtu anaweza kuyapata majani haya na akawapa kuku wake bila kutumia gharama yoyote yale. Nitakutajia na kukuelekeza hizo faida ambazo kuku atayapata kama atakula majani haya, ili hata wewe kama una kaeneo kako basi unaweza ukayapanda na yakakusaidia katika kuboresha, kuwafanya kuku wako waweze kuwa bora, waweze kuwa na afya nzuri, lakini pia waweze kukupa matokeo mazuri kama kwenye kutaga na kwenye kuongezeka nyama. Lakini vile vile atakusaidia katika kuwakinga na magonjwa mbalimbali. Ukiwa unatumia haya majani lazima uone mabadiliko mazuri kwa kuku wako. Kama wewe mfugaji wa kuku basi hakikisha una haya majani yote 8, au unaweza ukawa nayo machache kutegemea na eneo ulipo ni majani gani ambayo yanaweza yakastawi. Jani la kwanza ambalo hutakiwi kukosa ni majani ya mshubiri mwitu au majani ya aloe vera. Nadhani aloe vera wote tunazijua. Aloe vera ni muhimu sana sana kwa wewe mfugaji. Yaani hata kama wewe unatumia dawa za dukani au vitamini za dukani na kadhalika, basi hakikisha unakuwa na aloe vera. Yaani siku chache wape aloe vera. Na aloe vera ni muhimu sana kwa sababu ina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa, hasa magonjwa ya virusi. Na kama unavyojua magonjwa ya virusi hayana dawa ya dukani. Mara nyingi huwa tunatibia kwa tiba za asili ili kuku waweze kupona. Kwa mfano kuku wako akiwa na kideri, huwezi ukaenda dukani ukasema unaomba dawa ya kideri ukapata na kuku akapona. Labda utauziwa dawa ambayo haitakusaidia kitu chochote, lakini kwa kawaida dawa ya kideri ya dukani haipo. Ila huwa tunazitengeneza za asili. Na ili upate dawa nzuri ya kideri ya asili ni lazima uwe na mshubiri mwitu au aloe vera. Lakini licha ya hivyo, hii aloe vera faida yake kubwa kabisa ni kusaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Kuku wako kama ana shida ya mmeng'enyo wa chakula, kwa mfano labda tumbo lake unakuta limejaa, ni gumu, basi unajua pale kuna shida ya mmeng'enyo wa chakula. Au hapa kwenye kile kidude cha chakula unakuta ni pagumu kabisa. Yaani kama kuku alikula chakula alafu hakunywa maji, basi hapa hii aloe vera pia itaenda kukusaidia sana. Lakini pia ili kuku wako waweze kuwa na mmeng'enyo mzuri wa chakula, ni muhimu kwa unawapa aloe vera walau hata kwa wiki siku 2 ili kuwafanya waweze kuwa na hali nzuri hata kule tumboni. Lakini hii aloe vera pia huwa inaimarisha kinga. Inawafanya kuku wako waweze kuwa na kinga imara dhidi ya magonjwa mbalimbali, kwa sababu aloe vera inasaidia hata kukinga mafua, inasaidia kukinga kideri na magonjwa mengine mengi kama ya bakteria ambayo ni kama typhoid, kipindupindu na kadhalika. Magonjwa yote hayo unaweza ukayakinga kwa kutumia aloe vera au ushubiri mwitu, lakini pia unaweza ukayatibu kwa kutumia aloe vera. Majani ya pili ambayo ni muhimu sana kwa wewe mfugaji kuyatumia ni majani ya mlonge au moringa. Haya majani kuna maeneo mengi sana unaweza ukayapata. Ni majani muhimu sana sana kwa kuku kwa sababu yana protini nyingi sana. Na kwenye kuku protini huwa inasaidia sana ukuaji. Kwenye ukuaji protini huwa inafanya kazi kubwa sana. Lakini pia kwenye kuimarisha utagaji protini huwa inafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo hata kama wewe ulikuwa unatengeneza chakula, kile chakula chako unaona kuna asilimia chache unafeli za protini, kwa mfano kwenye dagaa, labda dagaa umepata kidogo. Ukija kwenye upande wa mashudu labda pia hujapata mengi au soya, unaweza kuongezea kile kiwango kwa kuweka majani ya mlonge. Unaweza kureplace protini ile kwa kutumia majani ya mlonge kwa sababu yana protini nyingi sana, lakini vile vile yana vitamini A nyingi sana. Na kama tunavyojua kazi kubwa ya vitamini A ni kuwafanya kuku waweze kuwa na uoni mzuri, yani wasipate ile changamoto ya macho. Lakini pia yana vitamini C ambayo ni muhimu sana kwenye kukabiliana na hali ya stress, lakini vile vile vitamini C inawasaidia pia kwenye ukuaji kwa ujumla. Kwa hiyo ukiwa unawapa mlonge kuku wako au majani haya ya moringa, utawafanya kuku wako waweze kuwa wanataga vizuri, lakini vile vile waweze kuwa na afya bora hasa kwa vifaranga. Kwa wewe mfugaji wa vifaranga, basi majani ya mlonge ni muhimu sana. Yatumie sana majani ya mlonge, utaona mabadiliko makubwa sana kama utakuwa unatumia mlonge hasa kwa vifaranga, japokuwa hata kwa kuku wakubwa, kwa sababu ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mlonge. Kama nilivyowaambia, protini ni nyingi sana kiasi kwamba hata kama ulikuwa unatengeneza chakula kuna kilo kadhaa za protini ukawa umezikosa, unaweza kureplace kwa kutumia haya majani ya mlonge. Lakini pia tunapokuwa tunatumia haya majani huwa kuna tahadhari.
Majani haya ni muhimu sana, lakini wakati wa kuyatumia kuna tahadhari. Nisikilize mpaka mwisho. Kule mwishoni nitakutajia tahadhari ambazo unatakiwa uchukue, ni very important. Hakikisha unawapa majani, lakini umezijua kabisa tahadhari za kuwapa haya majani kwa kuku, lazima nizingatie vitu fulani. Nisikilize mpaka mwisho, utaona nimekupa hizo tahadhari zote ambazo unatakiwa kuzichukua au kuzingatia wakati unawapa majani. Na majani mengine ambayo yana faida nyingi kwa kuku ni majani ya alfalfa. Haya majani mara nyingi watu wao wanatafuta mbegu zake, unaweza ukayapanda eneo lako, kuku wanayapenda sana, lakini vile vile ni majani kama yalivyo haya majani ya mlonge. Kama ulipo wewe hapana mlonge, ila pana alfalfa, basi unaweza kutumia haya majani ya alfalfa mbadala wa mlonge. Na tunasema ni mbadala kwa sababu pia ni chanzo kizuri sana cha protini. Yaani yana protini nyingi kama ambavyo yapo kwenye mlonge. Kiasi kwamba hata ukawa umefeli pale kwenye kuandaa chakula, ukawa umeshindwa kupata protini ya kutosha, unaweza kuyatumia haya majani ya alfalfa. Kwa wale ambao wanatumia zile formula zetu, nadhani utakuwa umeona kuna kipengele tumekupa, unaweka na majani kwenye chakula, unayakausha, unaweka kwa asilimia fulani, tumeweka pale na kilo ambazo zinatakiwa. Kama una vitabu vyetu unaweza kununua. Hivi vitabu vinauzwa 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Tuna vitabu vya kutengeneza chakula pamoja na madawa, na muongozo mzima wa kuwafuga kama safari ya ufugaji, tiba za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler pamoja na muongozo maalum wa kutumia tiba za asili. Hiki ni kitabu cha booster ambacho kinakupa ratiba ya kutumia booster za asili kila siku. Pia tuna kundi la mafunzo, ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia ukajiunga na hili kundi, utaweza kuuliza maswali na utajibiwa, lakini vile vile kama una changamoto ukiuliza utajibiwa, na pia utapewa darasa zuri kabisa za uleaji wa vifaranga. Kama utakuwa unahitaji hizi huduma za vitabu pamoja na kundi, unaweza ukatutafuta, lakini vile vile tunauza incubator ambazo zinatotolesha mayai vizuri kabisa kwa asilimia zaidi ya 90. Unapata vifaranga, lakini pia tutakuongoza tangu siku unaweka mayai mpaka unapata kifaranga. Tutakuongoza kama utanunua incubator zetu, ni nzuri, ni full automatic, unasafirishiwa popote ulipo, na gharama ya nauli utalipia wewe mwenyewe. Sisi tutakusafirishia na tutahakikisha unapata vifaranga vizuri kabisa. Unaweza kuchukua namba kwenye video kama utakuwa unahitaji huduma zetu. Sasa ni kutajia hizi faida za haya majani ya alfalfa. Majani ya alfalfa yanaongeza protini nyingi sana kama nilivyosema, lakini vile vile kama kuku wako wanataga mayai ambayo hayana kiini cha njano, haya majani ya alfalfa huwa yana uwezo mkubwa sana wa kuwafanya watage mayai ambayo yana kiini cha njano. Lakini vile vile yanaongeza sana ukuaji hasa kwa kuku wa nyama. Ukiwa unawapa kuku wa nyama, utaona wakiendelea vizuri kabisa, watanenepa sana kwa sababu yana protini nyingi sana, na kazi ya protini sana sana ni kunenepesha, lakini vile vile kwenye kuchochea utagaji. Na majani mengine ambayo yatakusaidia sana au yana faida nyingi sana kwa kuku ni majani ya viazi vitamu. Majani ya viazi vitamu kwanza yana vitamini nyingi sana, lakini vile vile yana madini mengi sana ambayo ni muhimu sana kwa kuku. Lakini vile vile ni kama lishe ya ziada ambayo ina gharama ndogo sana kwa kuku. Mara nyingi huwa tunawapa kama lishe ya ziada kwa sababu wanayapenda na yana madini pamoja na vitamini. Lakini majani mengine ambayo ni muhimu sana kwa kuku na yana faida nyingi ni majani ya mchicha. Majani ya mchicha yana kiwango kikubwa sana cha madini ya chuma ambayo ni muhimu sana hasa kwenye kuongeza damu. Lakini vile vile yana vitamini nyingi kama vitamini A utaipata kwa wingi sana. Kuna vitamini nyingi sana, vitamini C ambazo utazipata kutoka kwenye mchicha. Lakini vile vile mchicha huwa unaimarisha kinga, unaifanya kuku wako waweze kuwa na kinga imara kabisa. Na majani mengine ambayo yana faida nyingi kwa kuku ni majani ya kabichi. Majani ya kabichi yana vitamin, lakini vile vile yana fibers au nyuzilishe nyingi sana ambazo zinasaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Lakini vile vile ya majani ya kabichi huwa yanawafanya kuku waweze kuongeza kiwango cha maji. Huwa yana maji ambayo kuku atagain maji pia kutoka kwenye haya majani ya kabichi. Lakini vile vile majani mengine ambayo yana faida nyingi ni majani ya maboga. Ni muhimu sana kuwapa kwa sababu yana vitamini nyingi pamoja na madini mengi, lakini vile vile yanapendwa sana na kuku. Na kitu kingine, haya majani ya maboga huwa yanasaidia sana kwenye kuimarisha swala la macho. Kuku akiwa na shida ya macho, haya majani huwa yanawasaidia sana. Lakini vile vile majani ya maboga ni majani ambayo yanapendwa sana na kuku wa kienyeji. Kama una kuku wako wa kienyeji, basi hakikisha unaweza kutengeneza hata kabustani au shamba ukawa unapanda haya majani na unawapa. Yanapendwa sana na yanawasaidia sana kuwafanya kuku wa kienyeji wawe imara zaidi. Lakini vile vile majani mengine ambayo yanapendwa na yana faida nyingi kwa kuku ni majani ya mpapai. Majani ya mpapai ni muhimu sana. Kama unavyojua majani ya mpapai ni booster nzuri sana kwa kuku wa aina zote, iwe ya nyama au wa mayai.
majani ya mpapai huwa yanawaboost vizuri kabisa, lakini vile vile majani ya mpapai huwa yanaimarisha sana swala la mmeng'enyo wa chakula. Ni kwa sababu yana fibers nyingi sana. Na kazi kubwa ya fibers ni kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini vile vile majani ya mpapai yanawasaidia sana kwenye kuwakinga magonjwa ya matumbo pamoja na kuwatibia magonjwa ya matumbo. Haya ni majani 8 ambayo yana faida nyingi sana kwa kuku. Ni muhimu sana kuwapa kuku wako. Niwakumbushe kama unahitaji huduma zetu, vitabu vyenye miongozo ya ufugaji pamoja na kundi la mafunzo, lakini vile vile kama unahitaji incubator, unaweza kuchukua namba hapo kwenye video na tukawasiliana. Tuna incubator ambazo zinaanzia mayai 60 na kuendelea. Utasema mwenyewe unahitaji incubator gani, tutakutajia bei, utalipia, tunakusafirishia popote ulipo, ila nauli utalipia wewe mwenyewe.